Kwingineko, mtazamaji, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amepongeza hatua za maendeleo ambazo taifa hili limepiga, akisema Wakenya wanaweza kushuhudia mabadiliko hayo bayana. Akizungumza katika kaunti ya Vihiga, Koskei alisema Rais William Ruto ameonyesha mpango wake wa wazi wa kuboresha taifa hili na hivyo anastahili muhula wa pili ili kukamilisha ajenda yake ya maendeleo. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, ambaye alikuwa katika eneo la Hamisi, kaunti ya Vihiga kwa ajili ya mazishi ya David Mbunya ambaye ni shemeji wa katibu Dr. Jane Mbunya, alisema rais anafanya kila juhudi kuhakikisha Kenya inafikia malengo yake ya kimaendeleo. Koskei akipigia debe azma ya rais ya kuwania muhula wa pili, alisema nchi hii inashuhudia mabadiliko ambayo yanadhihirika kila upembe, akisema kuna haja ya kumruhusu Rais Ruto kuendelea ili kukamilisha alichokianzisha. Ili serikali iendelee vile PS amesema hapa, ilete stima, ilete maji, ilete mambo kama hiyo ya maendeleo. We have to be serious as a country. We have to be serious as citizens. Mkuu wa utumishi wa umma aliibua wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya utumiaji wa pombe haramu na dawa za kulevya katika eneo la Magharibi, akiutaja uovu huo kuwa adui mkubwa wa nchi hii, akionya kwamba ikiwa hautadhibitiwa hakutakuwa na kizazi kijacho. Hii pombe ni dawa mbaya, ni chemicals mbaya, inaumiza mwili, inaharibu akili, mpaka jamii yote inakwisha. So ninawaomba watu wa Vihiga, watu wa Western na Kenya nzima ya kwamba let us be decisive and say no to illicit alcohol. Mwakilishi wa wanawake wa Vihiga Dr. Beatrice Adagala, ambaye alikuwepo, alilalamikia kuzorota kwa usalama katika kaunti hiyo, akitoa mfano wa mauaji ya hivi majuzi ya wanawake wawili ambao miili yao ilipatikana imetupwa kwenye maji taka katika mji wa Mbale. Mambo ya drugs and substance abuse, we are experiencing insecurity kwa sababu watu wamepotelea kwa bangi, watu wamepotelea kwa pombe haramu, na wakivuta bangi wanaanza kupiga wakina mama mangumi, wanaanza kukatakata wasichana. Aliongeza kwamba wahudumu kadhaa wa pikipiki wamevamiwa katika miezi ya hivi punde, kuibiwa pikipiki zao na kisha kuuawa, na katoa wito kwa asasi za usalama kuchukua hatua kwa haraka na kuwakamata wahalifu.